Mtazamaji wa PMTV Tanzania, siku ya jana lilitokea sekeseke kubwa kwa wanamtandao wa siasa, ambapo tuliweza kushuhudia mwenyekiti wa kanda ya Victoria Ezekia Wenje kuhama kutoka Chadema kwenda CCM. Sasa leo tupo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Melkizedek Mchane. Jina langu ni Teresia Alan. Meki, habari? Safi. Hebu tupe historia fupi ya Wenje kutoka Chadema kuelekea CCM. Ilikuwaje? Safari ya Wenje kutoka Chadema kwenda CCM ilikuwa manake ni tukio la jana, lakini tukio la jana huenda lina mlolongo mrefu ambao umeanza muda mrefu, kwa sababu hata mbele huenda tutazungumza kuhusiana na kauli ya Lema. Ameshawahi kuzungumza kwamba yeye angemuondoa kama angekuwa ana mamlaka ya kichama kushawishi chama, basi Wenje hakustahili kuwa upande wa Chadema. Linapotokea swala la mtu kuhama chama linakuwa sio tukio la wakati ule, yani sio tukio la jana. Mfano Wenje ametoka Chadema kwenda CCM, ulikuwa ni mchakato ambao umetokana na mambo yote ya nyuma, baadaye anakuja kulihitimisha pale. Sasa Wenje mwenyewe ameshawahi kuwa mbunge, ameshakuwa mbunge jimbo la Nyamagana. Wenje ameshakuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chadema. Wenje alikuwa ni mgombea nafasi ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika uchaguzi huu, akiwa chini ya Mbowe ambaye alikuwa anagombea nafasi ya mwenyekiti. Kwa mtu kama huyo, safari yake ya siasa ya Chadema, safari yake ya siasa kwa ujumla, maana yake amekuwa mtu mkubwa katika ngazi za juu zaidi za chama na kuaminika zaidi na chama. Lakini siasa ina uhuru wa machaguzi. Siasa inampa mtu uhuru wa kuchagua jukwaa gani alitumia kwa ajili ya kufanya siasa zake. Kwa hiyo kama yeye hesabu zake zimempeleka na kuona kwamba ni sahihi kuwa CCM, na akasema kwa yale ambayo wameyafanya mengi CCM, basi hana budi kuungana nao. Akalitoa mfano jana, asema yeye ni kama kenge aliyetoka baharini. Kwa hiyo akiwapa aliyetoka kwenye maji, akiwapa habari za mamba kule kwamba wapo hoi, muaminini yeye ndo anajua. Maana yake yeye ametoka Chadema. Kwa hiyo akija huku akiwaambia kwamba kule watu wameshindwa, mnatakiwa kumwamini kweli, watu ni wabovu, wameshindwa, wamefanya. Kwa hiyo ndo ameamua kuanza tuseme upya safari yake ya siasa katika jukwaa jipya la Chama cha Mapinduzi. Sasa tutegemee nini sasa hivi? Ameondoka sehemu ambayo tunasema kwenye kipindi kizito zaidi, hawezi kugombea kokote. Ameondoka katika sehemu ambayo hakuna matarajio yote ya kuchaguliwa sehemu yote ya kugombea jimbo lolote. Nini kinafuata baada ya hapo? Kama nilivyosema awali, maamuzi ya mtu hasa katika siasa kutoka chama kimoja kwenda kingine hayatokani na mchakato wa siku moja, lakini mchakato wa mfululizo. Maana yake kabla ya kutangaza kwamba nitatumia jukwaa la CCM kwa ajili ya siasa zangu, kuna mambo mengi ambayo alikuwa labda wameshayazungumza na wale wanaompokea. Kwa hiyo inaweza ikawa ni pigo gani kwa Chadema baada ya jana? Kwa Chadema linaweza lisiwe pigo kubwa, kwa sababu kwanza chama chenyewe kwa uchaguzi huu kilikuwa kimejidhatiti kwamba hakitashiriki kwa sababu ya kutokufanyika kwa reforms. Sasa mpaka sasa manake msimamo wao umebaki ni huo. Na tumeona wale ambao hawakuweza kusimamia msimamo wakaondoka. Tuliona kundi la secretariat ya chama ambayo ilikuwa katika uongozi uliopita karibu yote ilihamia Chauma. Tuliona baadhi ya wengine wakienda ACT kwa ajili ya kwenda kugombea sehemu tofauti tofauti. Manake wale walioondoka tayari Chadema ilikuwa imeshajiona hatuna watu ambao wanaweza wakasimama na sisi. Yule tulie naye ndio huyo ambaye anaweza kusimama na sisi. Kwa hiyo kwa Chadema sioni kama ni pigo kubwa. Kwanza wao wenyewe walikuwa wameshajidhatiti kwamba tunapoamua kusimama na no reforms hii na hatutashiriki uchaguzi, kuna mengi yatatukuta, yakiwemo hayo ambayo yanaendelea sasa hivi, chama chao kuzuiliwa na mengine mengi waliyatarajia. Kwa hiyo hata waliobaki hawakuwa na nia ya kuingia katika siasa maybe kwenye ubunge kwa sasa. Kwa hiyo huyu anapoondoka labda mmoja, na uzuri ama tuseme kama walimuona ni mapema, wakati wa uchaguzi walikuwa kambi tofauti na akina Lissu. Baada ya kushinda Lema miezi 8 kama iliyopita, kama kumbukumbu zangu zipo sawa,
alizungumza, angekuwa na mamlaka ya kichama, angemuondoa Wenje. Wenje katika chama chao kwa sababu si mtu wa kumwamini, na yeye ndo amekifikisha chama katika hali mbaya ambayo alidai kwamba wapo. Kwa hiyo kuondoka kwa mtu kama huyo sioni kama ni pigo kwao, kwa sababu tayari walikuwa wanajua huyu si mwenzetu hata pale ambapo alikuwa nao. Sawa. Sasa na tukitazamia historia mwenendo wa Wenje katika siasa na jinsi alivyoweza kutoka Chadema kwenda CCM, tutegemee nini kwenye siasa za Wenje zijazo huko mbeleni? Siasa zake zijazo inategemea na makubaliano ya wenyeji wanaokupokea. Nasema nataka kwenda timu fulani. Timu hiyo labda imeshafanya sajili zake zote katika nafasi fulani. Labda kuna dirisha dogo linakuja, maana yake mwalimu labda ameshakuhakikishia ukija kwenye timu yangu kuna mchezaji mmoja nitamweka benchi, wewe utaingia. Labda ukija katika timu yangu kuna nafasi ipo, tutaongeza mchezaji mmoja. Kwa hiyo kwenye siasa zake maana yake labda kwa sababu mfano serikali ya Chama cha Mapinduzi ikishika madaraka tena katika uchaguzi huu, maana yake kuna nafasi zile za rais za kuchagua wabunge 10, majina ya wabunge 10, majina ya wabunge wa rais. Labda kama anataka kuwa mbunge, kuna nafasi huko, labda jina lake linaweza kutoka moja kwa moja kwa rais kwenye ubunge. Lakini tu si ubunge, kuna nafasi nyingi, kama maana yake serikali hii ya Chama cha Mapinduzi ikichukua wadhifa wa kuongoza nchi, maana yake na yeye kama wamempokea wana nafasi ya kumpa nafasi nyingi. Kwa hiyo siasa za Wenje kwa miaka huenda 5 mingine mbele kabla ya uchaguzi wa 2030 tutarajie kumuona zaidi pale ambapo serikali ya Chama cha Mapinduzi ikiishika tena madaraka kwa miaka 5, huenda kuna mambo tutayaona ambayo wadhifa labda mpya ambao ataushika Wenje kulingana na wenyeji ambao wamekubali kumpokea kama mwanasiasa wao mpya na kulitumia jukwaa la Chama cha Mapinduzi kufanya siasa zake. Asante. Mtazamaji, huyo ni Melkizedeki Mchane, mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye tulikuwa naye hapa studio siku ya leo tukizungumzia kuondoka kwa Wenje kutoka Chadema kwenda CCM. Mtazamo wake ni upi? Jina langu ni Teresia Alan, lakini pia shukrani kwa PMBet. Tembelea website yao ya pmbet.co.tz ili uweze kufanya mambo mengi sana ukiwa tu na dau kidogo la shilingi 500. Mpaka wakati mwingine, hii ni PMTV Updates.